Urusi tayari imeshambulia hospitali 2 mfululizo huko nchini Ukraine. Hii pia inadhihirisha wazi ya kwamba tayari rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amekiuka makubaliano waliozungumza na rais wa Marekani Bwana Donald Trump siku ya jana kuhusu kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati huko nchini Ukraine, ambako taarifa kamili ambayo imeripotiwa muda mchache uliopita kupita ni kuhusu hospitali moja katika mji wa kaskazini mashariki mwa Ukraine huko mkoani Sami na nyingine katika mji wa Krasnopilia ziliweza kushambuliwa na ndege zisizo na rubani wakati wa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Ukraine na kumfanya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumshutumu Vladimir Putin kwa kukataa kwa hakika usitishaji mapigano dhidi ya miundombinu nchini humo, ambako hakuna hasara iliyoripotiwa kufuatia mgomo huo huko mkoani Sami wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii, lakini wajibu wa kwanza umetumwa kwenye maeneo ya mashambulizi hayo. Hayo pia yamekuja baada ya wito kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi, ambapo Putin alikuwa amekubali kusitisha mgomo au mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, na ikulu ya Kremlin ilikuwa imetangaza rasmi ya kuwa Putin ametoa maagizo ya mara moja kusitisha mashambulizi hayo kwenye miundombinu ya nishati nchini Ukraine. Hata hivyo, muda mfupi baada ya simu hiyo ya Putin na Trump, ving'ora vya mashambulizi ya anga vililia na milipuko ikaitikisa Ukraine. Zelensky alithibitisha mgomo huo ya kuwa uliweza kulenga miundombinu ya raia, ambapo ripoti za ndani ziliweza kuonesha kuwa miundombinu ya umeme katika eneo la Sloyansk ya Donetsk iliweza kuharibiwa na kusababisha kukatika kidogo kwa umeme katika eneo hilo, ambako kulingana na Zelensky amesema ya kuwa zaidi ya drones 40 za Urusi ziliweza kuzinduliwa katika shambulizi hilo. Ni mashambulizi ya usiku kama hayo ya Urusi ambayo yaliweza kuharibu mifumo yetu ya nishati, miundombinu yetu, maisha kawaida ya Ukraine, na ukweli ya kwamba usiku huu, yani usiku uliopita, haukuwa ubaguzi, unaonyesha ya kwamba shinikizo lazima liendelee kwa Urusi kwa ajili ya amani. Zelensky pia ameweza kunukuliwa hivyo, ambako aliongeza kuwa leo hii Putin alikataa pendekezo la usitishaji vita kamili. Itakuwa sawa kwa ulimwengu kukataa kujibu majaribio yoyote ya Putin ya kukomesha vita hivyo. Mkoa wa Sami unapakana na maeneo ya Urusi ya Bryansk, Kursk na Belgorod, ambako wakazi wa jumuiya za mpakani zilizo katika mazingira magumu hupata mashambulizi ya mara nyingi kwa siku kutoka vikosi vya Moscow. Pia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliweza kuambia waandishi wa habari katika mkutano ya kuwa Ukraine bado iko tayari kukubaliana na kusitishwa kwa siku 30 kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, lakini inahitaji maelezo zaidi ya makubaliano hayo. Zelensky alisema hivyo. Alidai wanaunga mkono pendekezo kama hilo, lakini wanavutiwa sana na maelezo. Zelensky alisema kupitia mkutano wa simu kutoka Finland. Ni pendekezo gani la kweli? Pande zote zilikubaliana nini? Baada ya kupata maelezo kutoka kwa rais wa Marekani, kutoka upande wa Amerika watatayarisha jibu lao na timu itakuwa tayari kwa mazungumzo ya kiufundi. Urusi imekuwa ikishambulia kwa mabomu miundombinu ya nishati ya kiraia ya Ukraine tangu 2022, ambapo katika miezi ya hivi karibuni Moscow imeimarisha kampeni za angani kwa mashambulizi ya mabomu ya ndege zisizo na rubani za Shahedi mara kwa mara, ambapo Zelensky alibainisha wakati wa mkutano wake ya kwamba kulikuwa na tahadhari ya mashambulizi ya anga nchini Ukraine. Wakati huo kufuatia wito wa Putin na Trump, Kremlin ilitoa taarifa ikitaka Ukraine iweze kukomesha kupokea misaada yote ya kijeshi na taarifa za kijasusi
za kigeni kama hali muhimu ya kuepuka kuongezeka kwa vita hivyo. Zelensky alisema anaamini washirika wa Ukraine hawatakubali masharti hayo na ya kwamba alitarajia Kyiv kuendelea kupokea silaha za kigeni. Alisema nadhani washirika makini hawatakubali. Huu sio mchezo ambao unaamriwa na Putin pekee, Zelensky amenukuliwa hivyo. Aliongeza ya kuwa nadhani ya kwamba msaada utaendelea. Wana msaada wa Marekani, wana msaada wa wenzao wa Ulaya, wanawasiliana mara kwa mara. Ana hakika ya kwamba hakutakuwa na usaliti kutoka kwa washirika wao kuhusu hilo. Zelensky alisisitiza uungaji mkono wa muda mrefu kwa Ukraine kwa amani na nia yake ya kukomesha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, bandari na njia za chakula. Wataunga mkono mapendekezo yoyote yatakayoleta amani ya haki, Zelensky amesema hivyo. Pia nchi za Ulaya zimeweza kutoa maoni baada tu ya simu au mazungumzo kati ya Trump na Putin, ambako mataifa ya Umoja wa Ulaya yameonyesha matumaini makubwa kuhusu uwezo wa kusitisha mapigano ambao rais wa Marekani Donald Trump na rais kutoka nchini Urusi Vladimir Putin waliweza kujadili katika mazungumzo yao ya simu siku ya Jumanne wiki hii. Kulingana na Kremlin, Putin aliamuru wanajeshi wake kwanza kusitisha mgomo kwenye miundombinu ya nishati ya Ukraine, japo pia siku ya leo tayari imeonekana kukiuka kwa makubaliano hayo. Viongozi wa Ufaransa na Ujerumani wamekaribisha mazungumzo hayo, lakini wamesisitiza haja ya kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Hatua inayofuata lazima iwe usitishaji kamili wa mapigano kwa Ukraine na haraka iwezekanavyo. Bila shaka ni wazi ya kwamba wao wote wanakubaliana kuhusu hilo. Pia kansela wa Ujerumani Olaf Scholz alisema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Berlin na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Scholz alikariri ya kwamba Ujerumani itaiunga mkono Ukraine na haitamwangusha Kiev. Macron alitaja makubaliano ya Urusi ya kusitisha mgomo kwenye vituo vya nishati mwanzo mzuri katika mchakato wa amani, na wataendelea kuunga mkono jeshi la Ukraine katika vita vyake vya upinzani dhidi ya uvamizi wa Urusi. Waziri wa mambo ya nje wa Hungary Peter Szijjarto alielezea wito huo wa Trump na Putin kama habari kuu kwa Ulaya. Leo marais wa Marekani na Urusi wamepiga hatua nyingine ikiwa ni kubwa zaidi kuelekea amani, na wanatumai ya kwamba Brussels haitaweza kuzuia makubaliano ya amani kufikiwa. Aliweza kuandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Facebook, akielezea matumaini ya kuwa pande zote mbili zitaheshimu kusitisha kwa mgomo wa miundombinu ya nishati nchini humo. Baadhi ya maafisa kutoka Ulaya hapo awali walisema walikuwa na wasiwasi ya kwamba Trump anaweza kufikia makubaliano yasiyofaa nyuma ya Ukraine, ambapo mwanadiplomasia mkuu kutoka Ulaya Kaja Kallas alisema Jumatatu ya kwamba Urusi haiwezi kuaminiwa kweli.